Njo, hii ni mechi ya marudiano kwa kutumia wachezaji wenye kasi kina Elim Panzu, Kibu Dennis, Prosper. Unaona Fadlu akianza na unasema ile mipira mirefu, la sio kukaa sana na mpira kama ambavyo Simba imekuwa ikizoea kucheza, ili kuweza kupata faida ya haraka ya ugenini. Nafikiri anacheza dhidi ya timu ambayo hata yeye mwenyewe alijinasibu kwamba anaifahamu kama kiganja chake cha mkono. Kwa sababu ameshacheza dhidi yao na pengine inakuwa rahisi kwake kufuatilia soka la nchini kwao, kuona nini ambacho kinaendelea huko. Kwa hiyo alijinasibu hivyo kwamba anacheza dhidi ya timu ambayo anafahamu namna ambavyo wanacheza na namna gani timu yake itapaswa kufanya. Hiyo ndio advantage kubwa ambayo Simba walikuwa nayo kwenye mchezo wa kwanza, kwamba wanaye mtu ambaye anawafahamu wapinzani wake kwa kiasi kikubwa, na solution ya wao kupata matokeo mazuri inatokana na mpango kazi ambao yuko nao. Kila mmoja aliona namna gani ambavyo timu ilikuwa inacheza. Pasi za haraka, kuweka mipira kwenye njia wakitumia kasi ya wachezaji wa pembeni. Umemzungumza Kibu, umemzungumza Elim Panzu, lakini pia hata namna ambavyo Jean Charles alikuwa akicheza. Hakuwa more advanced kucheza nyuma ya Mukwala. Mukwala kuna kipindi alikuwa lonely sana. Kwa sababu ilikuwa ni mpango kazi ambao pengine aliamini kuwa na mchezaji ambaye kutakuwa na nafasi kubwa sana katikati mwa uwanja kati ya Ngoma na Kagoma. Au akicheza mbele zaidi, hii space inaweza kuwapa shida sana hawa wachezaji wawili. Au mipira mingi kaiomba akiwa anatazamana na Kagoma ama na Ngoma, yani yupo kwenye phase yake yeye kuliko upande wa pili. Na baada ya hapo atampunguza mchezaji wa kwanza, atampunguza mchezaji wa pili, ataweka pasi kwenye njia, ndio timu itaanza kuflow kutokana na flow ya pembeni. Sasa kama ni kasi ama wata slow down game. Kuna kipindi tulikuwa tunaona namna ambavyo wana rotate wachezaji. Kapombe ameshenga kwenye box zaidi ya mara 3 kama namba 9. Anaingia kwenda kuattack. Yote hiyo ni kujaribu kutafuta solution ya namna gani wanapata matokeo chanya. Lakini kikubwa ambacho kina faida kwa upande wao, Simba inakwenda kwenye mchezo wa pili wakiwa tayari na ushindi, pasina kujali ni idadi gani ya mabao ambao wamefunga. Tayari faida ipo upande wao. Ni kwa namna gani wanakwenda ku-execute sasa mpango kazi wa mwisho. Tumezungumza namna ambavyo Simba akacheza away, amecheza mechi ngumu dhidi ya Ahli Tripoli. Pengine ni kati ya mechi ambazo binafsi nilizitazama kwa umakini zaidi, namna gani ambavyo timu inaweza kupata matokeo mazuri Libya, na mechi ikaenda kumalizika kwa suluhu. Katika mechi ambayo nafikiri hakuna mechi ambayo wachezaji wa Simba walipambana, ulama unasema mid block. Pengine kwenye mechi kama ile ni kati ya mechi ambazo ulikuwa ukitazama mchezaji ambaye ameperform under 6 haumuoni. Wote 6 ya 10 haumuoni. Wote ulikuwa unaona 7 ya 10 mpaka kwenye 9, kwa sababu namna timu ilivyozuia ilikuwa ni superb, na namna ambavyo timu ilikuwa inakwenda kushambulia ilikuwa ni superb, namna ambavyo kila kitu kilifanyika ilikuwa ni superb. Kwa hiyo pengine atawakumbusha wachezaji wake namna gani ambavyo wanapaswa kufanya, kwa sababu ni wachezaji ambao wana experience kubwa. Timu ina mchanganyiko wa wachezaji ambao wamekwisha cheza mpaka finali. Unamzungumza Ngoma, Kamara kashacheza nusu finali akiwa na Horoya. Kwa hiyo unayo krimu ya wachezaji ambao wanahitaji mafanikio, unayo krimu ya wachezaji ambao wamefanikiwa kwenye michuano hii na wana historia kubwa. Unalo benchi la ufundi ambalo kila detail ndogo ndogo ya timu pinzani iwe ya klabu yao wanaijua, na huenda wakapata pa kuanzia, kwa sababu hata Stellenbosch unasema kwenye kupossess mpira, si timu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kupossess mpira ukiwa kwao. Ni timu ambayo wanafungwa kwenye mechi na Berkane kama ni timu ambayo wakiwa na mpira, licha ya kuwa na wachezaji
mimi ndo timu ambayo imenishangaza sana. Stellenbosch wana wachezaji wengi sana upande wa pili mwa uwanja. Wakati wanacheza kwenye hatua ya makundi, namna ambavyo timu pinzani itaanzisha mpira kwenye eneo lao, walau kuna timu ambazo zinakuwa na nidhamu kwamba kuwe na mtu mmoja au wawili ambao wanaweza kuweka pressure kule juu, ili mpira ukitoka kule kuja huku tuwe na idadi ya wachezaji ambao wana uwezo wa kupokea na initiate mashambulizi. Lakini kwao hawaoni hatari kuwa na wachezaji mpaka 4 kwenye eneo la pili la uwanja wakiwa wanakaba. Kuna situations nyingi sana ambazo Simba walikutana nazo baada ya wapinzani kusogea kwa kiasi kikubwa, wakakutana na space kubwa mara nyingi, lakini wakashindwa kutumia hizo nafasi.